mtazamaji wa Samal Online TV. Tupo kisiwani Pemba, eneo la Mfikiwa Farm. Nipo hapa kukuhabarisha na kukufahamisha kilimo cha eneo hili. Usikose kufuatilia kipindi hiki. Langu jina ni Rayyan Rashid. Kwa jina naitwa Abdul Halim Said Suleiman na najitambulisha kama hapa ni msimamizi wa shamba hili la Mfikiwa Farm, ambalo shamba hili lina ukubwa wa ekari 17.4, ambao shughuli zake kuu ni kilimo na ufugaji. Upande wa kilimo tunalima kilimo cha mboga mboga, matunda na viungo, ambapo upande wa mboga mboga kama tikiti, pilipili boga, pilipili mbuzi na kadhalika, na upande wa matunda tuna papai, tuna minazi, tuna migomba na mengineo, na upande wa viungo tuna vanila kwa sasa na hiliki. Kwa hiyo eneo hili ni kwamba lilianzia mwaka 2002 ambao wakati huo lilikuwa ni pori, mpaka sasa tumelisafisha, limekuwa shamba, na takriban eneo lote la ekari 17.4 tumeshalitumia, limebaki kama ekari 2 mpaka 3. Kwa hiyo na shamba hili katika shughuli zetu ambazo tunazifanya, eneo lote tumeliweka katika mifumo ya umwagiliaji ambao tunatumia kilimo cha kisasa, na yako maeneo ambayo hatutumii viuatilifu kabisa, tunalima kwa kutumia kilimo hai, kwa kuwa hapa tunajishughulisha pia na kilimo cha ufugaji ambao kile mbolea tunaipata kutokea ufugaji tunapeleka kwenye kilimo. Sisi mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri na inapelekea wakati mwingine mazao yanakuwa hapatikani kwa muda wote. Kama kwa sasa mtaona kwenye shamba hili, utaona upande wa matunda ndio tuko zaidi, ambao tuna miembe, tuna migomba, tuna milimau, midimu na minazi. Upande wa mboga mboga inatuathiri sana mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu kama sasa hivi mtaona hali ya hewa mnaiona, hali ya jua ni kali sana kupitiliza. Kwa hiyo maana yake tutatumia nguvu nyingi sana kwa kuzalisha, kwa kutumia maji, umeme. Kwa hiyo tutatumia nguvu, na hii shamba ni ya kibiashara, kwa hiyo tutatumia nguvu nyingi sana, ambapo tunasema kwamba matumizi ya kifedha kwa faida itakuwa ndogo. Kwa hiyo tunajikita sana kwenye kilimo ambacho kinahimili huu kame huu tulionao, hususan kwamba kipindi cha jua kali na kipindi cha mvua kinakuwa mvua nyingi sana. Lakini sasa tumejipanga kwa ajili ya kupambana nalo swala hili la tabia nchi, kwa maana tumeanza kupokea vyuma pamoja na net kwa ajili ya kulima kilimo cha kisasa kwa kutumia greenhouse hapo mbeleni inshallah. Mazao yanatupa faida ambayo sana ni mboga mboga, kwa sababu ni vilimo ambavyo muda mfupi, lakini sasa muda mwingine unapata faida, muda mwingine unapata hasara. Lakini vilimo ambavyo bora zaidi ambavyo kwa maisha yetu alivyo na wahitaji wa wanunuzi sana ni mboga mboga, ambapo mfano kama tungule, pilipili boga, pilipili mbuzi na kadhalika. Hii ni miche ambayo tumepata kuinunua katika chuo cha kilimo Morogoro Sokoine. Ni milimau na midimu ambayo imefanywa grafting, kwa maana yake ni midimu ambayo haina koko, tunaita seedless. Kwa hiyo ni midimu ambayo ni ya muda mfupi kwanza, lakini pili matunda yake ni makubwa, na la tatu uzazi wake unakuwa ni mkubwa zaidi. Ni midimu ambayo ya kisasa zaidi. Mazao yetu yote, wacha midimu, mazao yetu yote, soko letu lengwa kubwa sasa hivi kwa wilaya Chake Chake, lakini Mungu akijali hapo mbeleni soko letu ni kwenda nje ya Pemba. Na sisi tushawahi kufanya kazi na makampuni ambayo mfano kama pilipili kichaa, kipindi cha nyuma tushawahi kuingia mikataba kuzalisha pilipili kichaa na kuzipeki na kuzipeleka nje ya nchi, ambapo mfano kama India. Lakini kwa sasa hivi kwa dunia ilivyo, kuna matatizo duniani, kwa hiyo mazao mengi ambayo tayari yanahitajika huko nje yanashindwa kuyapeleka. Kwa sasa mazao yetu mengi sana tunapeleka hapa ndani ya kisiwa chetu cha Pemba, hususan katika wilaya yetu ya Chake Chake kwa sasa, kwa sababu uzalishaji bado haujawa mkubwa kufikia wilaya nyingine zaidi. Inategemea na zao ambalo na wakati huo limekumbwa na tatizo gani, lakini mara nyingi ni kwamba sisi kama mboga mboga tunatumia viuatilifu, lakini kwenye matunda tunatumia, in fact hatutumii viuatilifu kabisa. Kwa hiyo saa nyingine tunamuomba Mungu, kwa sababu ni mazao ambayo tumeyachagua kwamba hatuwezi kuyatumia chemical. Kwa hiyo mabadiliko yanapotokea, saa nyingine tunapambana nao kwa hivyo tusiko kutumia viuatilifu. Kwa hiyo tunatumia njia za asili ili kuondoa ile tatizo kwa wakati huo, lakini inategemea na tatizo yenyewe na ukubwa wake na jinsi ya kulitibu. Sisi kwa teknolojia sisi tumekuwa tofauti na tulivyoanza, kwa sababu kama sasa hivi tuna mifumo ambayo maji tunayachuja yanaenda kutumika, ambayo tayari tumeyachuja. Tuna mifumo ambayo kama ya mbolea, kama kwenye sehemu za mboga mboga tunatumia mbolea moja kwa moja kutoka kwenye mtungi tunapeleka. Tunatumia mifumo ya umwagiliaji ya kisasa. Kwa hiyo shamba hili kama mnavyoona lina ekari 17.4, lakini nguvu kubwa inatumika kwenye masuala ya parizi, lakini masuala ya umwagiliaji na vitu vingine mara nyingi tunatumia teknolojia ya kisasa ili kutumia muda mdogo zaidi. Upande wa taaluma ni kwamba sisi wenyewe sasa hivi pia ni wazoefu. Hapo mwanzoni tuna taasisi ambazo tunashirikiana nazo zinatuongoza kwenye sehemu ya taaluma,
lakini sasa wenyewe tumekuwa wazoefu, tunajifunza wenyewe na tunaendelea zaidi, na serikali inatusaidia upande wake. Kuna baadhi ya taasisi zinatusaidia, zinatufikia, kwa hiyo zinatushauri, zinatuongoza, na sisi wenyewe tunajiongoza, maisha yanaendelea. Kwa hiyo baada ya kupata elimu ndio mnawapa elimu hawa wafanyakazi wenu, ama labda ipo vipi? Sisi upande wa wafanyakazi wetu ambao wanafanya kazi hapa, wengi sana wanatoka nje ya Zanzibar, ambao wanatoka Tanzania bara, ambao wanafanya kazi hapa kwa muda wa miezi 6, lakini wao mbali ya kufanya kazi pia tunawapa taaluma, kwa maana wanaondoka hapa na taaluma na wao wanaenda kujiajiri zaidi. Kwa hiyo sisi sehemu hii kwamba toka tuanze mpaka sasa tumezalisha ajira nyingi sana, kwa maana watu wanajifunza hapa mbali ya kupata ile ajira, lakini wanaondoka hapa na taaluma upande kazi za kilimo au upande wa ufugaji, na wenyewe wao wanaenda kujiendeleza zaidi huko wanakorudi. Na muda mwingine kama ikitokezea kama kuna shule ambazo labda kuvuna au kitu kingine, tunawashirikisha watu ambao tuzunguka, ambao tunasema kwamba wazawa sana, tunaangalia sana wanawake. Kwa wanawake wengi ambao wanatuzunguka tunawapa hizo fursa kwa ajili ya kuja kuvuna pindi ambapo labda mazao yamekomaa, mfano labda pilipili boga, pilipili mbuzi, tungule. Kwa hiyo tunawahitaji, wanakuja hapa, tunakubaliana nao, wanafanya hizo huduma, tunawalipa. Kwa hiyo kama vile tunaweka uhusiano mzuri na wao pia wanajipatia riziki kupitia kwenye shamba hili. Sisi upande wa wizi zamani ulikuwepo, lakini kwa sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa maana alhamdulillah upande wa serikali umetusaidia na sisi wenyewe kwa ajili ya ulinzi, lakini mpaka sasa jamii iliyotuzunguka imetuelewa kwamba sisi tuko hapa kwa lengo la kufanya hii kilimo, kusaidia watu, jamii zaidi kupata bidhaa bora na himilivu. Kwa hiyo na wao wamepata uelewa, kwa hiyo na sisi swala la wizi limepungua kwa sababu wamepata uelewa na wao wanapata fursa kupitia shamba hili. Kwa hiyo swala la wizi namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa maana limepungua asilimia kubwa sana upande wetu. Mimi ninawashauri vijana wenzangu, hususan kama mimi, ni kwamba waamue, wawe na matamanio ndani ya nafsi zao, waamue kufanya hizi kilimo. Kilimo sio biashara kwamba labda biashara dhariri, hapana, kilimo ni biashara. Kwa hiyo waamue, wawe na matamanio kufanya haya mambo. Huku kuna biashara unaweza kufanya, ukalima, ukafuga na ukapata riziki yako, kinyume cha ukasubiri ajira labda sehemu nyingine. Tafuta eneo, serikali maeneo nayo, kaombe, anza kufanya kazi, usisubiri kusaidiwa kwanza, anza kujituma. Ukishajituma, ukishaonekana kwamba tayari uko tayari kufanya kile jambo, wasaidizi wanaweza kuja kusaidia na ukafika mbali zaidi. Wito wangu kwa serikali upande wa kilimo ni kwamba waweke nguvu zaidi kama walivyoweka katika uchumi wa blue. Japo uchumi wa blue unaingia na hicho kilimo, lakini kilimo bado, kwa sababu ukiangalia kama sisi mfano upande wa mazao, mahitaji yanakuwa ni makubwa kuliko uzalishaji, lakini pia kuna mambo ambayo hatuwezi kuyafanya sisi moja kwa moja, yanahitaji fedha pamoja. Kwa sababu nyingine tunashindwa kufanya hizo huduma ili uzalishaji uende zaidi, kwa sababu ukiangalia kama sasa hivi sokoni kunahitajika papai, kunahitajika tungule, kunahitajika mazao yote ikiwemo na kuku. Makuku mengi sana yanatoka nje ya nchi. Saa nyingine vita kama hivi vinavyotokea sasa hivi Mashariki ya Kati vinatuathiri, kuku wanakuwa wanapanda bei kutoka nje. Kwa hiyo tunatakiwa tuzalishe zaidi ili watu wapate bidhaa bora kwanza na himilivu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo serikali inatakiwa iweke nguvu zaidi, kwa maana kutuwezesha, kwa maana kutujengea mabanda ya kisasa ili kuendana na mabadiliko ya tabia nchi, mbegu za kisasa, hizo masuala ya pembejeo na vitu kama hivyo, kupata usaidizi, kwa maana kupunguza tozo mabandarini na kodi, ili kwa sasa bidhaa uipate kwa nafuu na wewe uizalishe iende sokoni kwa nafuu, kwa maana itakuwa nawe utakuwa umesaidia serikali. Kimfaacho mtu ni chake. Wahenga hawakukosea maneno yao. Tumeweza kujionea ni jinsi gani mkulima huyu ameweza kunufaika kupitia kilimo hiki. Kilimo ni uti wa mgongo. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Rayyan Rashid.